अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़्दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। अंबिया दुनिया में आते हैं। Alifa mtukufu ayyadahullahu ta'ala binasir aziz anasema kwamba manabii wanakuja duniani ili waweze kuleta wanadamu karibu na Mwenyezi Mungu, ili waweze kumfanya mwanadamu amwabudu Mwenyezi Mungu, ili waweze kuwaelekeza watu katika mafundisho ya Mwenyezi Mungu. Na miongoni wa manabii hawa wote, nabii aliyeleta mafundisho kamili alikuwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alitimiza haki ya kufundisha, kupeleka na kufikisha mafundisho na ujumbe alikuja nao. Alitimiza haki yake kiasi hiki kwamba mfano wake haupatikani. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwafikishia ujumbe wa bedui na aliwafikishia ujumbe watu waliokuwa wakiishi Maka na bila kuwa na hofu ya aina yoyote, na aliwafikishia ujumbe wa falme na aliwakumbusha kuhusu kutimiza haki ya ibada ya Mwenyezi Mungu. Kisha baada ya kufariki kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maswahaba wake walifikisha ujumbe huu duniani, na baada ya karne 14 Mwenyezi Mungu sawa na ahadi yake alimtuma mtumishi na ashiki wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambaye ni Masihi aliahidiwa alayhi salatu wassalam, ambaye alijadidisha kazi hii tena duniani na alielekeza dunia na alimuita dunia kuhusu katika ujumbe huu, na alimwambia dunia kwamba namna gani tunaweza kumpata Mwenyezi Mungu na tunaweza kushika njia ya kupata Mwenyezi Mungu. Ikiwa mtu anakuwa na hamu ya kumpata Mwenyezi Mungu na anamtafuta Mwenyezi Mungu, basi ni dini tukufu ya Islam pekee ambayo inamfikisha mwanadamu kwa Mwenyezi Mungu. Sayyidina alayhi salatu wassalam
alimwambia wafuasi wa dini zingine zote. sinam alah salatu wassalam anasema sehemu moja kwamba ao logo ke yehi nure khuda paoge, yani njoni enyi watu mtapata nuru hapa katika islam. Kisha anasema kwamba tukizingatia dini zote za dunia tutakuta kwamba min ghairi ya dini tukufu ya islam kila dini inakuwa na makosa ndani yake, na hii si kwa sababu ya hii kwamba dini zingine tangu mwanzo zilikuwa dini yenye uvongo. Hii si kwa sababu ya hii kwamba kutoka mwanzo uvongo ulipatikana ndani ya dini zingine, bali baada ya kuja kwa islam Mwenyezi Mungu aliacha kusaidia dini zingine, na ile dini ilikuwa kama ni bustani bila mlinzi, na kama bustani ambayo haina mpango wa kuangalia. Ndiyo maana makosa yalipatikana ndani yake, na miiti yenye matunda ilikauka, na badala yake miiti yenye miiba ilipatikana, na roho na imani iliondoka katika imani ile. Kisha sinam alah salatu wassalam alisema kwamba islam ni sheria ya mwisho, na Mwenyezi Mungu hakufanya hivi na islam kwamba mafundisho yake yapotee, bali kwa ajili ya kuangalia mafundisho yake mara kwa mara Mwenyezi Mungu aliendelea kutuma viongozi, na amesema kwamba katika wakati huu, katika zama hii, Mwenyezi Mungu amenituma mimi basi kwa ajili ya kuwa sehemu ya bustani hii, kujiunga na ashiki huyu wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ni jukumu la kila muislamu. Na kwa kumpitia sinam alah salatu wassalam mtu anaweza kuwa na karibu na Mwenyezi Mungu. Sayyidina alah salatu wassalam ameeleza mafundisho mazuri ya islam katika bara la Hindi, na si katika bara la Hindi tu, bali katika nchi zingine mbalimbali pia alifikisha. Vile vile waliojiunga naye alitia imani hii katika mioyo ya maswahaba zake kwamba waambieni dunia kwamba waje kwa Mwenyezi Mungu. Mapenzi haya ya Mwenyezi Mungu yanaweza kupatikana kwa kumpitia mtumishi wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kwa kumjiunga naye. Sinam alayhi salatu wassalam, wale waliojiunga na Sinam alayhi salatu wassalam, miongoni mwao wengine walikuwa watu maskini, wengine walikuwa wakulima, na wengine walikuwa watu ambao si wasomi, na wengine walikuwa watu wenye biashara na wenye kufanya kazi mbalimbali, na wengine wasomi pia walikuwepo. Na kila mmoja sawa na uwezo wake alielewa ujumbe wa Sayyidina alayhi salatu wassalam, na alipata baraka kutoka kwake. Na kwa kuelewa ujumbe huu wa Islam, kila mmoja alijitahidi kueneza ujumbe huu duniani sawa na uwezo wake, na walijua ubora wa Islam juu ya dini nyingine. Kisha wakawa pamoja na wale ambao wanawaita watu kwa Mwenyezi Mungu. Basi hawa ni wale ambao kwa kasi sana walifikisha ujumbe wa Islam, si katika bara la Hindi tu, bali katika nchi zingine za dunia pia. Sasa hivi nitaeleza matukio ya mahubiri ya hawa watu. Hazrat Imam Din Sahib radhiyallahu ta'ala anhu anasimulia kwamba safari moja Maulvi Fathuddin Sahib alituandikia barua kwamba katika sehemu ya Dharamkot Maulvi Abdul Subhan amekuja kwa ajili ya mjadala. Basi njoni na shekhe kutoka Kadian. Sisi tulienda na Maulvi Abdullah Saheb pamoja nasi.
watu wengi walijumuika pale. Maulvi Saheb kwa kuona watu wengi walienda Bhaguwale kwa Sardar Bashan Singh, na watu wote wetu pia walienda kule Bhaguwal, na wote walikuwa na shauku ya mahubiri. chini ya uongozi wa Sardar Bashan Singh mjadala ulipangwa, na kuhusu kifo cha Nabii Isa alayhi salatu wassalam mjadala ulifanyika. Lakini shekhe yule alianza kusisitiza kwamba mimi nitafanya mjadala wakati mtakubali kwamba jina la Mirza Sahib limeandikwa ndani ya Qur'an tukufu, na mnionyeshe jina lake katika Qur'an tukufu kama limeandikwa hivi Mirza Ghulam Ahmad, mtoto wa Mirza Ghulam Murtaza. Nikiona jina hili limeandikwa katika Qur'an tukufu ndipo nitakubali na nitafanya mjadala, pengine sitajadili. Maulvi Abdullah Sahib alisema kwamba nitakuonyesha katika Qur'an tukufu. Kwa hivyo mjadala ulianza, na shekhe yule aliposema kwamba nataka jina, Maulvi Sahib wetu alisema kwamba bishara zinayopatikana kuhusu manabii wote wa zamani, ikiwa unaweza kuonyesha majina yao ndani ya Qur'an tukufu, basi sisi pia tutakuonyesha. Lakini kama huwezi, basi kwa nini unatuuliza sisi tuonyesha jina la Mirza Sahib? Kwa hiyo yule sheikh hakuweza kuonyesha, kwa hiyo akakaa kimya. Sardar Bashan Singh akasema kwamba, ambaye alikuwa kiongozi, alikuwa anasimamia mjadala, akasema huyu shekhe hajui kitu chochote, hana elimu, kwa hiyo akamtukana. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu alitupatia ushindi. Tulieleza habari ya mjadala huu mbele ya Sayyidina alayhi salatu wasalam. Sayyidina alayhi salatu wasalam amesema kwamba Maulvi Sahib kwa nini hakusema kwamba Mwenyezi Mungu ameniita katika Qur'an tukufu kwa jina la ismuhu Ahmad. Hazrat Pir Iftikhar Ahmad Sahib anasema kuhusu baba yake Pir Ahmad Jan kwamba baba yangu alikubali baba yangu Sayyidina alayhi salam alipodai kwamba yeye ni mujaddad, na alipokubali hii basi alianza kuwatangazia na kuwahubiri marafiki zake na watu wengine, na alitoa tangazo pia, na tangazo lile lilitolewa katika gazeti la Al-Fazl. Baba yangu zaidi ya kutoa vitabu alitoa mali pia sana katika dini, na alitumia maisha yake yote katika hii kwamba atoe mali na aeneze ujumbe wa Sayyidina alayhi salatu wassalam. Na hili ni lengo la kuja kwa Sayyidina alayhi salatu wassalam. Siku hizi kwa fadhili ya Mwenyezi Mungu zaidi ya vitabu, MTA pia inafanya kazi hii, na kwa kumpitia hii Mwenyezi Mungu anaeneza Islam. Tangu MTA imeanza, mwanzoni ilikuwa satellite moja tu, na siku hizi kwa fadhili ya Mwenyezi Mungu ni satellite 10 ambazo zinarusha program za MTA duniani, bali katika bara la Hindi ambamo kuna haja ya kuweka dish kubwa sana, kule pia juhudi linafanywa kwamba dish ndogo itengenezwe iwe dish ya futi 1.5. Kwa kutumia dish ile MTA itaangaliwa inshallah taala. Hadrat Masih Nazir Hussain Sahib Wald Hakim Muhammad Hussain Sahib anasema kwamba tangu utoto wangu nilikuwa na shauku sana ya mahubiri. Mwaka 1309 baba yangu katika mtaa wa Patranga Bhatigate wa Lahore alikuwa akiishi. Wakati huo kwa baba yangu mwanajumuiya mmoja Abu Arab alikuja kwa kuona shauku yangu ya dini. Yeye alinifundisha dalili kadhaa kuhusu kifo cha Isa alayhi salatu wassalam na kuhusu ujaji wa Sayyidina alayhi salatu wassalam, na nilikuwa nikieleza hoja zile mbele ya mashekhe wa misikiti mbalimbali. Siku moja nilimwendea imamu wa misikiti wa Bhatigate wa Lahore, na niliweka hoja zile mbele yake, na yeye akasema kwamba sisi tutakubali na tutakujibu wakati utakapomwendea Mirza Sahib na katika hali hii kwamba vumbi
unakuwa hewani sana kwa sababu ya hewa, na ikiwa unaona kwamba pamoja na watu wengine uso ya Mirza Saheb vumbi unakuwa kiasi gani. Yani waliweka sharti hii kwamba wakati vumbi unakuwa sana hewani kwa sababu ya hewa, ukiona vumbi umekuja na unapatikana juu ya uso wa Mirza Ghulam Ahmad Qadiani, basi uone kwanza hii na kisha uje, kisha nitakujibu na nitakuambia uhakika ni nini. Anasema kwamba mimi niliwahi kwenda na Sayyidina Alayhi Salam wakati alipokuwa akienda kwa ajili ya matembezi. Kwa hiyo mimi nilikuja Qadian baada ya tukio hili, na nilienda pamoja na Sayyidina Alayhi Salam kwa ajili ya matembezi. Sayyidina Alayhi Salam alikuwa akitembea mbio na mimi nilikuwa nikikimbia pamoja naye, na kwa bahati siku ile hewa ilikuwa inapatikana sana na vumbi ulikuwa umeenea sana katika hewani. Sayyidina Alayhi Salam aliporudi nyumbani alisimama kidogo nje ya nyumba yake pamoja na marafiki zake, maswahaba zake, watu wote walijumuika pale, na mimi pia nilienda karibu na Sayyidina Alayhi Salam na niliona nyuso za watu wote kwa makini. Niliona kwamba katika nyuso za watu wote vumbi ilipatikana, lakini nilishangaa kwa kuona kwamba vumbi ilikuwa haipatikani juu ya uso wa Sayyidina Alayhi Salam hata kidogo. Siku ile ile nilieleza habari hii mbele ya khalifa mtukufu wa kwanza. Kwa hiyo khalifa mtukufu wa kwanza alisema kwamba hii ni dalili ya ukweli wa Sayyidina Alayhi Salam. Baada ya kurudi Lahore, nilimwendea imamu yule wa msikiti wa Bhati Gate na nilieleza kisa chote kilichotokea, na nilieleza hii pia kwamba halifa mtukufu wa kwanza amesema kwamba hii ni dalili ya ukweli wa Sayyidina Alayhi Salam. Lakini yule sheikh akasema kwamba mimi sikubali. Kisha Hadrat Sher Muhammad Sahib anasema kwamba mimi safari moja niliona katika ndoto kwamba kuna kisima kimejaa na maziwa, na nawapatia marafiki wengine maziwa kutoka katika kile kisima mpaka kile kisima kilikauka. Nilimwendea Maulvi Fathuddin Saheb na nilieleza ndoto yangu mbele yake, na akasema kwamba umwendee Maulvi Abdul Karim Saheb au mwendee Maulvi Nuruddin Saheb. Kwa hiyo nikaja Qadian, nilimwendea Maulvi Nuruddin Saheb na nilieleza ndoto yangu mbele yake. Akasema kwamba maziwa muradi yake ni elimu. Nikasema kwamba mimi si msomi hata kidogo. Yule akasema elimu hii muradi wake ni ile elimu ambayo Mwenyezi Mungu anafundisha, na ile ambayo umewapatia marafiki zako maziwa yale, maana yake ni kwamba watu watapata faida kutoka kwako kuhusu Sayyidina Alayhi Salam. Na kukauka kwa kisima maana yake ni kwamba wale watu ambao walikuwa wakizuia katika kufanya mahubiri na kwa kumuita Sayyidina Alayhi Salam Imam Mahdi, hawa watu wote watakuwa wafu mbele yako. Kwa hiyo mambo haya yote matatu yalitimia, na katika Khan Fatah pamoja na upinzani wa hali ya juu, kijiji kizima kilijiunga na jumuiya kwa sababu ya mahubiri yangu na kwa sababu ya fadhila za Mwenyezi Mungu na kwa sababu ya maombi ya Sayyidina Alayhi Salam. Kasi Muhammad Yusuf Saheb wa Mardan anasema kwamba katika safari yangu nilienda India, Mumbai, Agra, Shimla, Kolkata. Katika Balochistan pia nilienda, Sibbi pia nilienda, na Mastong pia, na katika Afghanistan nilienda Jalalabad na Chareka Numani na Qadian, Mari na Sialkot na Lahore. Wazirabad nilitembea sehemu hizi zote, na katika Sarhad pia nilienda sehemu mbalimbali. Kisha nilienda Jammu na Kashmir, na nilienda Mahala Khaniyar pia kwa kuona kaburi la Yesu Kristo. Kule nilipofanya bayat, basi kuanzia siku ya kwanza wanafunzi wote wa shule na wanafunzi wote wa mashehe wa madrasa mbalimbali nilikuwa naitwa Mirza Qadiani. Tangu nilipojiunga na jumuiya nilijulikana
kama ni Mirzai. Nilipokwenda katika uwanja wa mpira, watu walikuwa wakizungumza kuhusu mimi na kuhusu jumuiya, na watu wakaanza kuuliza maswali, na mjadala ulikuwa ukifanyika kila siku, na katika shule pia na katika Shahi Bagh pia. Sehemu yoyote nafasi hii ilipokuwa ikipatikana, basi mjadala ulikuwa ukifanyika. Kisha habari hii ilienea Peshawar na Sarhad na maeneo mengine pia, na nilikuwa nikienda pamoja na mkuu wa mkoa kutembelea maeneo mbalimbali. Kwa hiyo habari hii ilienea sana, na nilikuwa nikikutana na wanafunzi katika hostel yao, na kwa kunipitia mimi katika Sarhad, na kwa sababu ya mjadala wangu watu wengi walijiunga na jumuiya, na wale walijiunga na jumuiya kunipitia mimi idadi yake ni 200 au 250. Wengine wameshafariki na wengine bado wako hai. Na anasema wakati wa halifa mtukufu wa pili wengine walijiunga na kundi la Lahori. Hazrat Ahmadin Saheb radhiyallahu ta'ala anhu anasema kwamba mimi safari moja katika hutuba Juma nilimsikia Sayyidina alayhi salatu wasalam kwamba wafuasi wangu ambao si wasomi pia watapata ushindi juu ya wasomi. Yani wale ambao si wasomi hawataweza kusimama mbele ya wanajumuiya. Nimeshuhudia kwamba mimi nilikuwa sina elimu, lakini nilikuwa nikitoa hoja kiasi hiki kwamba maulama wasikuwa na jumuiya walikuwa hawana hoja, na walikuwa wakisema kwamba unasema uongo, wewe ni msomi sana. Dr. Muhammad Baksh Saheb Wald Mia Kale Khan Saheb anasema kwamba mimi 1903 kwa kupitia barua nilifanya bayati ya Sayyidina alayhi salatu wasalam. Nilimwona Sayyidina alayhi salatu wasalam mwaka 1902. Wakati huo alikuwa amekaa kitandani na alikuwa amevaa kikoi, na alikuwa amekaa juu ya kitanda, na watu 4-5 walikuwepo pale. Na Sayyidina alayhi salatu wasalam aliendelea kuwauliza kila mmoja, na aliniuliza mimi nimekuja kutoka wapi. Nilisema nimekuja kutoka Kapurthala, na mimi ni mfanya kazi katika jeshi, na mimi peke yangu ni mwanajumuiya, na kule ni ngumu kufanya mahubiri, na kule hawaruhusu kwamba nifanye mahubiri. Sayyidina alayhi salatu wasallam akasema hutabaki peke yako, endelea kufanya mahubiri kwa imara na kwa subra na usiogope. Sayyidina alayhi salatu wasallam akauliza, je, unakaa sehemu moja? Nikasema hapana, kila baada ya miaka 3 na hapata uhamisho. Akasema ukienda sehemu yoyote basi kule uwasiliane na jumuiya ya pale. Hazur anasema kwamba hii ni nasaha ya msingi sana, kwamba mwanajumuiya anapokwenda sehemu yoyote anatakiwa wasiliane na jamaat. Hazrat Mamu Khan Saheb wal Kale Khan Saheb anasema kwamba mimi 1902 niliona ndoto kwamba mwezi umeanguka katika mapaja yangu. Nilieleza ndoto yangu hii mbele ya Mana Mahmud Shah Saheb. Alisema kwamba utapata heshima au utafanya bayat ya mzee fulani. Wakati huu umri wangu ulikuwa miaka 24. Mimi na wafanyakazi wawili walikuwa wakiishi kwa Bana Mamusha, wakaanza kunihubiri. Wakati huo ilikuwa umashuhuri wa bishara ya Pandit Lekharam. Nikamwambia Shah Saheb kwamba ikiwa bishara hii kitimia basi lazima nitafanya bayat. Kwa hiyo bishara ile ilitimia, nikafanya bayat mara moja. Maulvi Abdul Karim Saheb alikuwa hai wakati huo. Sayyid Mahmud Shah Saheb nilimwambia andike barua ya bayat. Kwa hiyo nilipata majibu yake yaliyoandikwa na Maulvi Abdul Karim Saheb. Yani Sayyidina alayhi salatu wasallam alimwambia Maulvi Abdul Karim Saheb, na aliandika majibu ya barua yangu. Nilipopokea barua kwamba bayat yangu imekubaliwa na Hazrat Saheb amefanya dua kwa ajili yako, mwaka 1903 nilifanya bayat kwa kupitia barua, na mwaka 1906 nilifanya bayat katika mkono wa Sayyidina alayhi salatu wasallam huko Qadian.
mia abdurashid sahab anasema kwamba katika lahor mtoto mmoja wa mtu asikuwa mwanajumuia akapata mawazo ya mabaniani, na kwa sababu ya wazazi wake walikuwa na wasiwasi sana, wakamchukua na wakampeleka kwa shekhe mmoja. yule kijana mbele ya shekhe alieleza imani ya mabaniani, na kwa kusikia hii yule shekhe akapata hasira sana na akajaribu kumpiga, na kwa sababu yule shekhe alikuwa hana majibu ya maswali yake, na kwa sababu ya hasira alijaribu kumpiga yule kijana, na kwa sababu ya hii yule kijana aliacha kilemba chake kule na akakimbia, na watu pia walimfuata. Na kwa kuona hali ya watu, mwanajumuiya moja Ahmadin pia alifuata na alienda mpaka nyumbani kwake, na kwa kujua hali yote yule mwanajumuiya Ahmadin akaja kwangu, yani akaja kwa bwana Abdurashid na akaeleza habari yake yule kijana, na akasema kwamba lazima tukutane naye na tunatakiwa tujaribu kurekebisha hali yake na mawazo yake. Hii ilikuwa hali wakati huo kwamba wanajumuiya walikuwa na wasiwasi kwa sababu ya mawazo yake. Kwanza yule kijana alikataa kuzungumza nasi na alisema wazi kwamba amekuwa baniani, na alisema kwamba haina athari ya mazungumzo yenu, na yeye aliacha nyama na alianza kufuata dini ya mabaniani na alikuwa akishiriki katika ibada zao. Anasema kwamba mimi nilimwendea mara kwa mara, na alipokuwa akienda kwa ajili ya matembezi mimi pia nilikuwa nikienda pamoja naye, na baadhi wakati nilikuwa nikisuburi ili atoke na mimi niende naye. Na baada ya siku chache ilikuwa siku kuu ya Easter, na nikamwambia uje nami Kadian, lakini alikuwa si tayari na alisema mimi siko tayari kwenda kwa mashehe. Nikamwambia kwamba hutapata shida huko Kadian wala hutatendewa vibaya huko, unaweza kuuliza maswali yote na nachukua dhamana yake. Na niliposisitiza akakubali. Kwa hiyo tukaja Kadian. Kule Kadian tulikutana na Maulvi Nuruddin Saheb raziallahu taala anhu, halifa wa kwanza. Alikutana naye vizuri, akasema unaweza kuuliza maswali yote, tutajibu maswali yako. Nikamwambia Maulvi Nuruddin Saheb kwamba huzur ameacha kula nyama. Nilimwambia kwamba ameacha nyama na ameanza kufuata nyayo za mabaniani. Maulvi Saheb kutoka nyumbani kwake alituma mboga ya dengu na chapati kadhaa, na kwa sababu ya hiyo yule kijana alipata athari sana. Siku ile nilipokwenda kwa ajili ya sala ya dhuhuri nilimchukua yeye pia. Baada ya sala Sayyidina alayhi salatu wasalam alikaa msikiti wa Mubarak. Siku zile Sayyidina alayhi salatu wasalam alikuwa akiandika kitabu kuhusu Arya Baniani. Kwa hiyo Sayyidina alayhi salatu wasalam akaeleza shutuma za Arya na akaeleza maelezo yake, na yule kijana alipata athari sana kwa kusikia hii, na yule akapata shauku kidogo ya Islam. Baada ya sala ya alasiri nilimchukua yule kijana katika darsa ya Maulvi Nuruddin Saheb. Wakati wa Sayyidina alayhi salatu wasalam Maulvi Nuruddin Saheb alikuwa akitoa darsa ya Qur'an tukufu. Nilimchukua yule kijana kwa ajili ya darsa ile iliyokuwa ikifanyika miskitini. Kwa hiyo tulimwendea Maulvi Saheb. Maulvi Saheb akasema aulize maswali yoyote. Yule kijana aliuliza kuhusu kula nyama. Maulvi Saheb alitoa jibu lake vizuri sana. Kwa kusikia yule kijana aliridhika. Baada ya sala ya Maghrib tulimwendea Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam katika msikiti wa Mubarak. Hazur alayhi salatu wasalam aliendelea kuzungumza. Watu walikuwa wakiuliza maswali kwa kumpitia Maulvi Abdul Karim Saheb. Kwa hiyo yule kijana aliendelea kusikia na hakuuliza swali lolote. Kesho yake baada ya sala ya dhuhuri alitawadha na akasali sala ya dhuhuri na alisikia darsa ya Maulvi Saheb. Siku ya tatu yule kijana alifanya bayati ya Sayyidina alayhi salatu wasalam na alisilimu tena. Kisha baadaye alikuwa akienda katika
mikutano ya babaniani alikuwa akieleza ubora na sifa ya islam. Halifa mtukufu anasema kwamba hii ilikuwa hali ya masahaba wa sinama alayhi salatu wassalam, walikuwa hawataki hata mtu mmoja apotee. kisha mia abdul aziz saheb almaruf mughal saheb anasema kwamba pathan maulvi katika nila gumbad alikuwa akiishi, alikuwa mzena nilimhubiri, alikubali kwamba sinama alayhi salatu wassalam ni mkweli, lakini alisema unanihubiri bure, kwa sababu katika kaum taifa letu ni desturi kwamba ikiwa tunakataa mara moja, hata baadaye Mwenyezi Mungu akija akituambia sisi hatukubali. Baadaye mwisho wa yule shekhe ilikuwa hivi kwamba alijinyonga na alikufa kwa sababu ya hii. Na anaeleza kisa kingine pia ya Pathan Maulvi, yeye pia alikula sumu na kwa sababu ya hii alikufa. Anasema katika Lohari Mandi kulikuwa duka moja, tulipokuwa tukipita mbele ya duka lile, yule mtu alikuwa akituita makafiri. Nilimwambia mara nyingi kwamba ufanye utafiti, kila mara tunapita unatuita makafiri, ufanye utafiti kidogo. Yeye akasema hata Mwenyezi Mungu akija na akiniambia mimi sitakubali. Munshi Mahbub Alam Saheb anasema kwamba nilianza kumhubiri Musa Saheb kwa nikamtuma Qadian, lakini yeye alirudi kutoka Qadian bila kufanya bayat kwa bahati mbaya. Niliendelea kusoma gazeti la Badr mbele yake, na kisha nilieleza kisa moja mbele yake kwamba siku moja mtu mmoja alikuja mbele ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na alisema kwamba je, unakula kiapo cha Mwenyezi Mungu kwamba wewe ni nabii wa Mwenyezi Mungu? Mtume sallallahu alaihi wasallam alikula kiapo kwamba yeye ni nabii wa Mwenyezi Mungu. Ndipo yule mtu alisilimu, kisha baadaye alihubiri watu wake pia. Nilipomwambia yule Musa Sahib kisa hiki alipata athari sana. Kwa hivyo yeye alimwandikia barua Sayyidina alayhi salatu wasalam kwamba je, unaweza kusema kwa kula kiapo cha Mwenyezi Mungu kwamba wewe ni Masihi Maud? Barua hii ilipofika kule Qadian, Sayyidina alayhi salatu wasalam alimwambia Maulvi Abdul Karam Sahib kwamba umwandikie kwamba nasema kwa kula kiapo cha Mwenyezi Mungu kwamba mimi ni yule Masihi aliyeahidiwa. Habari yake ilitolewa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maulvi Abdul Karim Sahib aliongeza maneno kadhaa ndani ya ile barua kwamba umesema kwamba Sayyidina alayhi salatu wasalam aseme kwa kula kiapo cha Mwenyezi Mungu, basi ukubali au usubiri adhabu ya Mwenyezi Mungu. Barua hii ilipomfikia Musa Sahib mara moja aliandika barua ya bayat. Kwa hivi sawa na bishara ya Sayyidina alayhi salatu wasalam, Mwenyezi Mungu hakuniacha peke yangu. Kisha Munshi Kazi Mahbub Alim Sahib anasema kwamba katika Lahore kulikuwa wakili moja, jina lake lilikuwa Karim Bakhsh urf Bakra. Yeye alikuwa akimtukana sana Sayyidina alayhi salatu wassalam. Siku moja wakati wa mjadala alisema, nani anasema kwamba Yesu Kristo amekufa? Nikasema mimi nitathibitisha kwamba Yesu Kristo amekufa. Yeye akanipiga kofi kwa nguvu sana, na kwa sababu hii nilikosa ufahamu. Nilipoondoka kutoka kule, kesho yake usiku niliona ndoto kwamba Karim Bakhsh amekaa katika kitanda kilichovunjika na chini yake kuna shimo, na anaanguka katika ndani ya ile shimo. Asubuhi yake nilimwendea, nilisema kwamba katika ndoto nimeona kwamba utadhalilika. Baada ya muda kidogo, binti yake ambaye alipata mimba bila kuolewa, kwa sababu ya hii alifedheheka sana na alidhalilika. Na kwa sababu ya abortion yule binti yake pia alikufa, na hela kubwa pia ilitumika, na heshima yake pia ilipotea, na alikuwa hatoki nyumbani kwake. Na siku moja nilimuita, nilimwambia kwamba hii ni kwa sababu ya ile ambayo ulikuwa ukimtukana Sayyidina alayhi salatu wassalam. Lakini huzur anasema siku hizi hali ni hii kwamba kule Pakistan tukiwaambia mashekhe kuhusu jumuiya
katika njia nzuri, lakini wao kwa kutumia sheria ya kanuni wanafanya kesi dhidi ya wanajumuiya. हज़रत मुंशी काजी महबूब आलम साहब बयान करते हैं कि जिस वक्त मेरा निकाह हज़रत साहब की दुआ की बरकत से हो गया तो मैंने अपनी सास को तबलीग की। Hadrat munshi kazi mahbub alim saheb anasema kwamba ndoa yangu ilipofungwa nilimhubiri mama wa mke wangu. Alipata athari sana, lakini hakujiunga na jumuiya. Siku moja akanipatia dhahabu yake ya mapambo na akasema umpatie mirza saheb, yani Mahamadi alayhi salatu wassalam, na mwambie kwamba umwambie nipate ujira wake siku ya kiyama. Kwa hiyo nikachukua ile dhahabu na nilimwendea Sayyidina alayhi salatu wassalam, nikasema kwamba hii ni dhahabu ya mama wa mke wangu na anasema kwamba nipate ujira wake siku ya kiyama. Sayyidina alayhi salatu wassalam akasema kwamba inshallah atapata ujira wake siku ya kiyama. Baada ya siku kadhaa alipofariki yule mama wa mke wangu, sikusali jeneza yake, na nilipoeleza habari hii mbele ya Sayyidina alayhi salatu wassalam mwaka 1906 na nikasema kwamba sikusali jeneza yake, Sayyidina alayhi salatu wassalam akasema ulitakiwa ungesali swala ya jeneza yake, kwa sababu kwa amali yake alithibitisha kwamba yeye ni mwanajumuiya. Labda kwa sababu mazingira ya kule na kwa sababu ya kutokuwa na elimu hakujiunga na jumuiya, lakini kitendo chake kilithibitisha kwamba alikuwa mwanajumuiya. Lengo la kuja kwa Sayyidina alayhi salatu wassalam alitimiza kwa kitendo chake, ambalo ni lengo la kueneza Islam na kuleta watu karibu na Mwenyezi Mungu. Na alitoa mali yake ambayo mwanamke anapenda sana, mali ambayo ni dhahabu ambayo mwanamke anapenda sana, yeye alitoa kwa ajili ya kueneza Islam, na alikuwa na hofu ya siku ya kiyama na alikuwa na hamu ya kupata ridhaa ya Mwenyezi Mungu. Lakini hapa ni eleze waziwazi kwamba si maana yake kwamba mtu akisema kwamba sisi hatuoni wanajumuiya ni watu wabaya, basi tu wahesabu wale watu kama ni wanajumuiya. Lakini tukio nililoeleza ni tukio la mtu ambaye alitoa mali yake ambayo watu wanapenda sana. Sayyidina alayhi salatu wassalam amesema sehemu moja kwamba ikiwa watu hawatuoni sisi ni watu wabaya, kwa nini hawatangazi, kwa nini hawaelezi mbele ya watu wengine? Na ikiwa hakuna sababu yote, basi wanatakiwa jiunge na jumuiya pia. Hazrat Maulana Ghulam Rasul Sahib Rajiki anasema kwamba nilifanya bayat, nilisoma vitabu vya Sayyidina alayhi salatu wassalam na nilipata shauku sana ya mahubiri na nikaanza mahubiri. Na nilikuwa nikifanya mahubiri hivi kwamba nilipokuwa nikiona watu wachache wanne watano wamekaa, nilikuwa nikiwasalimia na nilikuwa nikiwaambia kwamba pongeza kwenu kwamba Imam Mahdi amekuja. Na wengine walikuwa wakifanya mzaha na wengine walikuwa wakiuliza maelezo zaidi, na kwa njia yoyote nilikuwa nikipata nafasi ya kuzungumza nao, na hivi nilikuwa nikifanya mahubiri. Ni sasa siku hizi hapa na nchi mbalimbali vipeperushi vinasambazwa na vinagawanywa, watu wengine wanauliza maswali kwa sababu ya hii. Basi kwa sababu ya hii natakiwa njia zingine, njia mpya ya mahubiri zifunguliwe. Kisha inatakiwa mahubiri yaenee zaidi. Vile vile ufunguzi wa misikiti pia unafanywa, na misikiti 3 imefunguliwa hapa na misikiti 3 itafunguliwa mwezi ujao inshallah taala hapa Uingereza. Kwa sababu ya hii pia njia mpya ya mahubiri inatakiwa ifunguliwe, na wanajumuiya wenyeji wa pale wanatakiwa wawasiliane na wenyeji wa kule. Na kwa sababu ya ufunguzi wa watu wanaotika na wanataka kujua kuhusu Islam,
na nimepata taarifa kwamba watu zamani ambao walikuwa hawataki kujua kuhusu islam wao pia wanawasiliana na wanataka kujua kuhusu islam. kwa hivyo inatakiwa wanajumuia wachukue faida katika hii. mulana ghulam rasul rajiki saheb anasema kwamba mia ghulam rasul alikuwa mkazi wa saadullah palia. alijiunga na jumuiya kwa kupitia mahubiri yangu. vile vile watu wa familia yake pia, bali imamu wa msikiti wa kule ambaye alikuwa katika kundi la alhadisu, yeye pia alijiunga na jumuiya kwa kupitia mahubiri yangu. mashekhe ambao ni yenye tabia nzuri, ambao wanaelewa dini, wanajiunga na jumuiya. kule Pakistan pia watu wa aina hii wanapatikana, mashekhe wa aina hii wanapatikana, na katika nchi zingine za dunia pia. pamoja na hii kwamba wanakuwa na imani sana kuhusu itikadi zao, lakini na wanapinga jumuiya kwa sababu kwa kusikia kutoka watu wengine, lakini wao wanapojua ukweli wanajiunga na jumuiya. Hazrat Mia Abdullah saheb anasema kwamba katika familia yetu Haji Fazaldin saheb alijiunga na jumuiya mwaka 1892. yeye alifanya mahubiri ndugu zangu na baba yangu mpaka mwaka 1903. baba yangu aliona ndoto kwamba mwezi umepatikana upande wa Qadian ambao una nuru sana, na baba yangu alisema kwamba hii ni kuhusu Sayyidina alayhi salatu wasalam. kwa hiyo tulifanya bayat. Maulvi Muhammad Abdullah saheb anasema kwamba nilikuwa nikifanya mahubiri hata kabla ya kujiunga na jumuiya, na baada ya kufanya bayat nilifanya mahubiri kiasi hiki kwamba watu mamia walijiunga na jumuiya kwa kupitia mahubiri yangu. haya ni matukio mengi sana, nitaendelea kueleza matukio haya siku za usoni. Mwenyezi Mungu apandishe madaraja ya hawa masahaba ambao walifikisha ujumbe wa imamu wa zama hii. kisha watu hawa waliendelea kueneza ujumbe huu, na kazi hii inaendelea mpaka leo. vizazi wa siku hizi vinapata matunda ya uchamungu na juhudi ya hawa wazee wa zamani. fanyeni maombi kwa ajili ya wazee ambao waliwahi kujiunga na jumuiya, na kwa kuwapitia jumuiya iliingia katika familia yetu. kwa hiyo tunatakiwa tuwashukuru, na shukurani ni kwamba tuwaombee sana na tuendelee kufikisha ujumbe huu kwa wengine. Mwenyezi Mungu atuwezeshe sisi sote, amin. leo tena kuna habari ya huzuni. ndugu yetu mmoja kule Nawab Shah ameuawa. inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. bana Maksud Ahmad saheb, mtoto wa bana Idris Ahmad saheb, alikuwa akiishi Kurundi, lakini alihamia Rabwa katika mtaa wa Darurama Sharqi. familia ya bana Maksud saheb ilikuwa ikiishi karibu na Qadian. jumuiya iliingia katika familia yake kwa kupitia babu yake bana Abdul Haq Nur saheb. yeye alijiunga na jumuiya mwaka 1934. babu yake alikuwa na uzoefu wa kilimo, ndiyo maana halifa wa pili alimtuma kule katika shamba la Sindh Nasrabad Mahmudabad ili asimamie mambo ya shamba kule na angalie kilimo pia. kisha mwaka 1942 alinunua mwenyewe shamba huko Khairpur. mwaka 1966 babu yake pia aliuawa katika njia ya Mwenyezi Mungu. wakati huo umri wa bana Maksud saheb ulikuwa mwaka 12, na aliona mwenyewe wakati babu yake alipouawa. alifa mtukufu wa 4 alipoeleza habari ya mashahidi wa zamani, alieleza
kuhusu babu yake pia, yani alihisabu babu yake pia katika mashahidi wa jumuiya. 1983 aliishi kurundi, kisha baadaye alihamia rabwa. tangu miaka 26 alikuwa anaishi rabwa. tangu amehamia rabwa alijiunga na biashara ya bwana Dr. Raja Nazir Saheb. kampuni yake ni Curative, alikuwa anafanya kazi kule, na yeye alipewa eneo la Sindh ambapo alikuwa akienda mara kwa mara kwa ajili ya kazi ya kampuni yake na kwa ajili ya kuuza madawa au kuchukua order. tangu tarehe 27 Februari alienda kutembelea Sindh. tarehe 7 wa March takriban saa 5 alifika Nawabshah. saa 9:30 watu wawili walikuja na pikipiki na walimsimamisha na wakapiga risasi na alifariki kwa sababu ya hii. inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. kama tunajua katika Nawabshah katika siku 10 huyu mwanajumuiya wa pili ambaye ameuawa, marehemu alikuwa musi, na mkewe anasema kwamba kabla ya kuuawa kwake siku 2 alisema kwamba anapata tishio kutoka kwa wapinzani. alikuwa akienda katika duka la baniani kwa ajili ya kuuza madawa na kufanya biashara. wale maadui walimtishia yule baniani pia kwamba ikiwa huyu kadhiani akija katika duka lako wewe pia utapata adhabu. kisha mkewe anasema kwamba shahid marehum alikuwa na hulka njema sana, alikuwa akiswali sala, alikuwa akisali nafali na alikuwa akisali sala kwa jamaa, na alikuwa akitoa mali pia katika njia ya Mwenyezi Mungu. alitoa mchango wa mke wake kabla alipokwenda safarini. alikuwa na shauku sana ya mahubiri. katika safari pia alikuwa akibeba vitabu vya jumuiya na alikuwa akigawa na alikuwa akifanya mahubiri, na kwa sababu ya mahubiri haya alipata uadui na alikuwa anajulikana vizuri kwamba yeye ni mwanajumuiya. na watu walipokuwa wakijua kwamba yeye ni mwanajumuiya alikuwa akiwapa vitabu vya jumuiya. alikuwa mtu ambaye anapenda sana usafi na alikuwa akishiriki sana katika kazi ya kujitolea, na alikuwa akiwapatia dawa watu maskini. alikuwa akipenda sana uhalifa na vile vile alikuwa akipenda sana Qurani tukufu. mkewe anasema kwamba safari moja nilimwambia bana Maksud Saheb kwamba je, sisi pia tutahesabiwa pamoja na mashahidi? yakasema kwamba kwa nini? ndiyo, ikiwa Mwenyezi Mungu akitaka sisi tunaweza kuhesabiwa pamoja na mashahidi. ameacha mkewe Mtarshid Shaukat Saheb na ameacha watoto wa kiume 3 na mabinti 3. watoto wake wote wanaishi hapa Manchester, Uingereza, na bado hawajaoa, na miongoni wa mabinti moja ameolewa na anaishi huko Marekani. Mwenyezi Mungu apandishe madaraja ya marehemu na Mwenyezi Mungu ajalie subra wanafamilia wote, na Mwenyezi Mungu awakamate maadui haraka iwezekanavyo. jeneza ya pili ambayo nitaswalisha baada ya swala ni bibi Hajra Begum Sahiba, mke wa Dastagir Saheb Darwesh wa Qadian. yeye pia tarehe 4 na 5 usiku katika umri wa miaka 79 amefariki. inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. alikuwa binti wa Abdurrahim Saheb ambaye alihamia Qadian mwaka 1950. tangu ameolewa ameishi kwa subra sana na mume wake. alikuwa na familia kubwa sana, yani watoto wa kiume 5 na mabinti 5. aliwalea vizuri sana hawa watoto wote, na wote wameoa au wameolewa. alikuwa musi na amezikwa huko Baisimakra wa Qadian.
mwenyezi mungu amghofirie marehemu na apandishe madaraja yake na ampatie daraja kubwa sana katika pepo yake na ajalie watu wa familia subra amin Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر